Unajua Steve, hiki ni kitu ambacho kwetu kinaweza kuwa ni kitu cha kitofauti ama ni jambo geni katika ligi yetu, lakini kwa wenzetu huko Ulaya tayari ni jambo la kawaida sana kwa sababu ya maendeleo ya soka. Unajua Dar es Salaam Young Africans walimleta mtu wa video analysis ambaye nadhani ndio mtu ambaye anachukua ile material yote ya timu pinzani na anayaskani na kumpatia kocha aweze kuangalia. Kwa hiyo kwa kocha Mankoba ni jambo ambalo ni geni kwetu. Hatujazoea kuona makocha wengi wakija na kuzungumza vitu ambavyo anavifanya kocha wa Yanga, kwa sababu ameonekana ni mtu ambaye anaistadi zaidi timu pinzani kabla ya mchezo, na anajua ni sehemu gani ambapo wanakuwa wana udhaifu na ni sehemu gani ambapo wanakuwa wako imara, na ni kitu ambacho kimekuwa kikimsaidia sio tu mchezo dhidi ya Coastal Union, lakini pia hata mchezo wa kwanza dhidi ya Namungo. Alizungumza kuhusiana na timu ya Namungo jinsi ilivyo, walivyojengeka, safu yao ya ulinzi, sehemu gani ambapo wapo imara zaidi katika ulinzi, lakini pia katika ushambuliaji wao ni sehemu gani ambapo wapo imara, na ni kitu kipi ambacho ni kitu kizuri amekuja kukiintroduce kwenye ligi yetu. Na unajua mara nyingi sana tumekuwa tukiangalia hata katika zile press conference kuelekea kwenye mchezo, kocha akija pale atazungumza tu kwamba kikosi changu kimejiandaa vizuri, tuko vizuri kuelekea katika mchezo unaofuata, anakaribisha maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Lakini kwa kocha Mankoba ameonekana tofauti, kwa sababu anakuja anawapa full details ni jinsi gani ambavyo amejiandaa kwenda kukabiliana na mpinzani wake, na anakueleza ni jinsi gani mpinzani wake alivyokuwa bora na ni wapi ambapo ana udhaifu, lakini hakuambii ni sira gani atakwenda kuitumia katika ule udhaifu ambao ameona kwenye timu pinzani. Zaidi atakuja kuonyesha uwanjani ndani ya dakika 90 kwamba ni wapi niliwaambia kwamba sehemu fulani kuna udhaifu, na ni hivyo ambavyo unakwenda kutumia udhaifu wenu kuweza kuwafunga. Ameonekana kwa bora katika eneo hilo. Sasa ni message kwa makocha wengine kwamba wana kazi kubwa ya kufanya pindi wanapokwenda kukutana na Yanga ambayo yupo chini ya kocha Mankoba, kwa sababu waonekana kwamba kocha anafanya kazi kubwa sana kabla ya mchezo, sio tu kwenye viwanja vya mazoezi kwa wachezaji, lakini pia anawaskani na wapinzani wake kuangalia ni wapi ambapo wana udhaifu ili aende kutumia udhaifu kwenda kuadhibu, na amekuwa akifanikiwa sana katika eneo hilo. Kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania, Hamisa amezungumza vitu vingi sana, lakini mimi naiona bahati mbaya sana kwa timu kama JKT Tanzania, kwa sababu ya wameanza na mguu mbaya. Tunasema wameanza ligi vibaya ukilinganisha na msimu uliomalizika. Unajua msimu uliomalizika JKT walianza vizuri, walikuwa wanaruhusu magoli, lakini ukiangalia mechi 5-6 za mwanzo walikuwa wanafunga kuanzia magoli yao mengi yalikuwa yanafungwa kipindi cha pili kuanzia dakika ya 60, 70, 80. Ukiangalia walivyoanza msimu huu, mechi ya kwanza walianza kwa sare mbele ya walianza kwa sare na wakapata mbele ya TR United, na wamepata bao dakika ya 50 kutoka kwa Geoffrey Ruzendaze ambaye ni goli la kusawazisha. Yakajirudia yale ya msimu uliomalizika kwamba wamepata bao kwa kusawazisha, lakini kipindi cha pili, mechi ya pili wanakuja kufunga goli. Kwa unaangalia katika mechi mbili za mwanzo ameruhusu magoli 3 na amefunga goli 1, ikiwa ni tofauti na msimu uliomalizika ambao alikuwa anashinda mechi za mwanzo, lakini kwa kufanya comeback, lakini anafunga goli la ushindi dakika za mwishoni kabisa. Na ukiangalia msimu huu sasa, mechi ya kesho anakwenda kukutana na timu ambayo katika mechi mbili wamefunga goli 7. Yaani wako vizuri zaidi katika eneo la ufungaji. Sasa mimi kitu ambacho nakiona kwa mchezo huo ni kwamba JKT wana kazi kubwa sana ya kufanya mbele ya Dar es Salaam Young Africans. Kwanza kuwazuia wasikufunge, na sio tu wasikufunge magoli mengi, lakini pia na wewe uende ukapate bao. Ni kweli Yanga ipo nafasi kubwa sana ya kupata bao mbele ya Yanga, kwa sababu katika mechi mbili zilizopita wote Yanga ameruhusu mabao. Na ukiangalia ni makosa madogo tu ambayo timu inanogewa kushambulia. Wanapopandisha mashambulizi wanasahau, na timu zilikuwa zikifanya counter attack. Ukiangalia mechi iliyopita wamefunga bao ilikuwa ni mpira wa kutenga, lakini ni baada ya timu kupanda kushambulia watu wakafanya counter attack, wakaja Yanga wakafanya foul na hao wakapata foul, wakaweza kutumia kupata bao. Kwa hiyo JKT Mwalimu Ahmed Ally ana kazi kubwa ya kufanya. Kwanza apunguze idadi ya mabao kwa Yanga, lakini pia na yeye aweze kupata bao mbele ya Yanga. Ni kazi kubwa sana ambayo unaenda kuifanya mbele ya timu ambayo inapokuwa uwanjani dakika zote wanafanya wana press wanakushambulia katika lango lao, na ni watu ambao wanakuhakikishia energy ile kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo
utakuwa ni mchezo mzuri, mchezo wa kuvutia kutizama, kwa sababu game za JKT mbele ya Yanga hazijawahi kuwa mechi nyepesi. Ni mechi ambazo zinakuwa zinavutia kuzitizama, lakini nafasi kubwa kwa Yanga ya kupata ushindi ukilinganisha na JKT Tanzania, kwa sababu Yanga wamekuwa bora katika idara zote, kuanzia katika idara ya ulinzi, wana uwezo wa kuwalinda wale washambuliaji wa JKT wasiweze kupata bao, lakini pia katika safu yao ya kiungo ambayo ndio imekuwa ina energy kubwa sana na kuifanya timu iweze kucheza vizuri ndani ya dakika 90, lakini pia safu ya ushambuliaji ambayo mpaka hivi sasa katika timu zote 16 za ligi ndio safu ambayo mpaka sasa hivi inaongoza kuwa na magoli mengi katika mechi mbili ambazo zimechezwa, na sasa tunaelekea katika mechi ya 3. Lakini kwa timu kama JKT Tanzania wanayo kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha na wao wanaweza kupata walau bao katika game ya kesho, na inawezekana wakapata bao kwa sababu Yanga wanaruhusu mabao katika mechi zote ambazo wamecheza. Mchezo kati ya Azam na Pamba, Azam wanaongoza bao 1-0, bao likifungwa na Henok Molia. Miongoni mwa kazi nzuri kabisa ya Edi Nado akimchukua mlinzi pembeni kamuingiza ndani, kapiga moja ya assist nzuri, na Azam wanatangulia katika mchezo huu. Michezo mingine ambayo imepigwa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara hii leo, vijana wa Pamba walikuwa dimbani leo wakicheza mbele ya Mashujaa na Pamba FC wakapata vijana wa Mbeya City walikuwa dimbani hii leo wakicheza mbele ya Mashujaa, na vijana wa Mbeya City wakaibuka na ushindi wa magoli 2-1 mbele ya Mashujaa. Msimu kama ulianza vizuri mbele ya Coastal Union, Mashujaa wakaja wakachezea kichapo na Fountain Gate, na leo tena wamefundishwa kwamba hii ni ligi kuu Tanzania, wamefungwa na Mbeya City. Bila shaka yeyote ile Mbeya City hataki kitokee kile ambacho kilitokea kwa msimu uliopita, na huu ni ushindi wa pili mfululizo kwa Mbeya City bila shaka, baada ya kupoteza mechi ya kwanza mbele ya Geita Gold ilikuwa walipoteza mechi ya kwanza, kwa wamepata ushindi leo mbele ya Mashujaa, na wanasogea sasa, wanakuwa na alama 6, wanasogea katika msimamo hadi nafasi ya 5 wakiwa na alama 6 au ni Mbeya City. Michezo mingine ambayo inakwenda kutandikwa kwenye siku ya kesho, mbali na mchezo wa Young Africans, kesho Coastal Union watakuwa dimbani wakipiga mbele ya TRA ya Tabora. Ni miongoni mwa michezo ambayo itakuwa ni mizito kweli kweli. TRA ukiangalia msimu huu mechi yao mbele ya Azam FC ilikuwa ni mechi dume. Azam papatu unajua wanasema jini katoka lakini mjanga yuhoi. Anaingia kamisoko bwana kipindi cha pili. Peleka sana moto kule. Peleka Monado wakosa Azam kidogo ilikuwa ishe sare ni mechi. TRA kesho watakuwa dimbani, wamewafuata Coastal Union kule Tanga. Coastal mechi iliyopita ilikuwa ni dhidi ya Young Africans ambako nafikiri kama sio mlinda mlango wao Chuma kazi ingekuwa nzito kwa Coastal Union katika mchezo ule, pengine mabao ingekuwa mengi sana na wanakuwa nyumbani pale. Coastal wenyewe pia wajanza ligi vizuri. Mechi ya kwanza wamepoteza. Wafungwa mechi zote, ndio timu mechi zote. Na TRA wao wanaanzia pale walipoishia, na nilikuwa nazungumza na msemaji wao Christina akisema bwana yuko safarini akielekea kule Tanga. Hiyo ndio michezo ambayo inapigwa kesho. Kidogo kwenye mchezo wa leo Mbeya City na Mashujaa. Yaani kile kipindi cha kwanza ule mchezo ni kama umetoka zako Kariakoo, umepigwa na jua, umerudi nyumbani umejichokea, unaangalia ile mechi aiswa unalala. Yaani sikupendezwa na performance ya timu zote mbili kipindi cha kwanza. Unajua hii ligi sasa hivi na standards zake. Yaani ilikuwa ni mpira wa butua, yani butua yende rudi. Mimi huwa sipendezwe ninavyoiona timu ya ligi kuu inashindwa kupiga pasi 5. Yaani wewe pasi 5 huwezi kupiga. Unajua inawezekana sasa hivi watu wasinielewe, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, Mbeya City kacheza mechi yote away, si zote kacheza nyumbani. Nataka nimuone Mbeya City akienda away itakuwa at least kipindi cha pili Mbeya City kidogo walibadilika. Yaani ukiwasikiliza makocha kwenye press wanachokiongea, alafu ukioja kukiona kinachocheza uwanjani, yaani kuna muda, kwa mfano jana mechi ya Geita na Kagera, yaani ile ndio standard ya ligi kuu. Yaani the way ambavyo Kagera kweli kafungwa goli 6. Geita jinsi alivyokuwa anacheza, yani ile performance ya ule mchezo, ile sasa ndo standard ya ligi kuu. Achana Simba huko sijui na Azam. Standard ya timu za kawaida, vile ndo unatakiwa ucheze timu hii. Sasa timu ya ligi kuu unashindwa kupiga pasi 4-5. Yaani unashindwa kutimiza hizo pasi. Wewe utatoboa kweli? Kwa sababu hichi kipindi bahati nzuri kwa Mbeya City sasa hivi wanashinda. Na hii inabidi waitumie sana kipindi hiki kabla watu hawajachangamka. Kwa sababu yani wewe kama uko nyumbani kwako, uko uwanja wako wa nyumbani, unashindwa kupiga pasi 5.
yani kadiri msimu unavyozidi kuwa mgumu, kila mtu akishajua mimi nakaa hapa na amesajili watu kama kina Hassan Cheda, niamini labda kuna vitu vinaweza kubadilika kitu kwenye kikosi na nini. Lakini kwangu it's okay, mimi huwa siangalii tu kushinda. Unashinda vipi? Mwalimu Salum Mayanga ana kazi kwenye ile timu na sio yeye tu, na mwenzie pia wa Mashujaa. Mashujaa kuna kipindi ilikuwa ni moja ya timu ambazo ni hatari sana kwenye counter attack. Lakini sasa hivi yani unaiona Mashujaa inacheza tu liwalo tu, na striker wao sasa amechukuliwa na yani bomolewa striker wao sasa ameondoka pale kwenye klabu ya Mashujaa. Yani Mashujaa sio msimu huu tu. Mashujaa toka msimu uliopita. Kidogo alivyoenda nani Julio ndo timu ilibadilika kidogo, walau ikawa hairuhusu mabao, sababu shida yao walipoanza msimu uliopita walikuwa wanaruhusu sana mabao. Trust me, yani kwa hizi performance za hizi timu wanavyocheza, ikifikia sehemu sasa timu, kwa sababu kuna kipindi mshukuru sana Mungu pale ambapo unacheza vibaya alafu unashinda. Kwa sababu kuna siku ambazo utacheza vibaya alafu utakuwa unafungwa. Kwa hiyo usije ukashangaa wanaanza kufukuza makocha hapa. Yaani tena kwa Mbeya City ambao walinusurika msimu uliopita, I think kwa inabidi iwe ni tahadhari kubwa sana. Mtu anaweza kanishangaa kwa nini naongea hii na kati timu imeshinda, lakini kiukweli sijaridhishwa na performance ya timu zote mbili kwa mchezo. Na anachokizungumza Hamisa, tuwe kuzungumza hapa siku moja. Unajua huwa mimi siku zote nasema kwamba biashara ni asubuhi, jioni ni mahesabu. Katika hizi jioni za ligi kuu, kwa sababu ndo kwanza ligi imeanza, bado timu wanaweza kusema bado ligi haijachanganya, bado timu kuna zingine bado zina wenge la msimu uliomalizika, kuna nyingine hawajapata ile energy ya kutosha kwa ajili ya ligi. Lakini kitu kizuri ni timu kupata ushindi. Yani no matter timu inacheza inapitia performance gani. Kwa mfano, tapo mfano mdogo, unaona mfano kama Simba wamecheza mechi 3 away zote wakiwa kanda ya Ziwa na kanda ya Kati. Yote yaliyotokea, mara timu haiperform vizuri, wanapata kadi nyekundu mechi zote, lakini timu inapata alama. Na faida yake ni kwamba umepata hizi alama, hizi mechi za mwanzo umekusanya alama zote 9, unarudi nyumbani, na ligi inapokaribia mwishoni, zile mechi ambazo uzicheza away unakuja kuzicheza nyumbani ukiwa umerelax, umeshatulia na kikosi tayari kisha jengeka katika mfumo. Ukiangalia timu kama Mashujaa bado wanakuwa wana ugonjwa ule ambao walikuwa nao msimu uliomalizika. Hata kama wamebadilisha kocha Amani Josia, kuna kitu kama amekiintroduce kwenye kikosi, lakini bado hakijajengeka, bado kama wachezaji hawajakikecha vizuri. Unaangalia msimu uliopita timu ilikuwa mwanzoni inaruhusu magoli mengi, lakini bado timu ilikuwa ina struggle kupata magoli. Ndio kitu hicho ambacho bado ni ugonjwa ule bado upo kwenye kikosi cha Mashujaa mpaka hivi sasa. Bado wanaruhusu magoli, lakini pia wana struggle kupata magoli. Kiangalia timu kama Mbeya City msimu uliomalizika walipitia magumu sana mpaka kuja kupata nafasi ya kubaki ligi kuu kwa kucheza playoff. Lakini unaona sasa hivi hawachezi vizuri, lakini timu inapata matokeo. Huko mwishoni mambo kisha kuja kuwa magumu, tayari timu zishachanganya.